Yes, bwana, karibu katika simulizi yetu mpya kabisa ambayo tunaenda kuanza leo hii, simulizi ya maisha. Simulizi hii itatufunza vitu vingi sana vya kutembea navyo na misingi ya kuishi nayo katika maisha. Msimuliaji wako ni Kebe TZ, na bado tunaendelea kabisa kukuendelezea simulizi, mwendo wa simulizi, mwendo wa bandika bandua. Hatutaki kuwacheleweshea kazi, tunafanya kazi sababu si watu wa kazi. Cha kufanya subscribe, like, turn on notification, bonyeza alama ya kengele ili kwa kwanza kupata video zetu. Twende nalo. Simulizi yetu inaitwa Siku Niliyoanguka. Siku niliyoanguka ilikuweje? There we go. Nilikuwa nimesimama kituo cha daladala. Jua kali ilinichoma. Mfukoni nina shilingi 2,000 tu. Hiyo ndiyo ilikuwa pesa yangu yote kwa siku ile. Sikuamini kama maisha yangu yangefika hapo. Miaka 2 nyuma nilikuwa na kazi nzuri tu. Nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni ya vifaa vya ujenzi. Sio kwamba nilikuwa tajiri, lakini nilikuwa na maisha yangu yanaheshimika. Niliweza kulipa kodi, kula vizuri, hata kusaidia nyumbani. Kila kitu kilibadilika nilipoanza kuchelewa. Mwanzoni nilikuwa mara moja. Niliwaza, si kitu kikubwa. Lakini polepole ikawa tabia. Nikaanza kuingia kazini nikiwa nimelewa, wakati mwingine hata nikiwa nimepiga vyombo. Bosi wangu alinivumilia sana. Nakumbuka siku moja aliniita ofisini. Una kipaji, lakini unajiharibia mwenyewe. Nilitikisa kichwa, nikajifanya nimeelewa. Ukweli ni kwamba sikuwa tayari kubadilika. Nilipenda starehe kuliko uwajibikaji. Siku ya kufukuzwa kazi ilifika, kimya bila kelele. Barua nilikabidhiwa mkononi. Huduma yako haitohitajika tena. Nilitoka nje nikicheka kwa nje, lakini ndani ya moyo nilikuwa nimevunjika. Nilijiambia nitapata kazi tu, na pia itakuwa haraka sana. Lakini siku zilikuwa wiki, zikaenda miezi, hakuna kazi. Akiba ikaisha. Marafiki niliokuwa nao wakati nina pesa wakaanza kunipotea. Simu zangu hazipokelewi. Nilianza kuelewa kuwa wengi wao hawakuwa marafiki, walikuwa watu wa faida tu. Nilirudi kwenye kituo cha daladala. Siku ile nilikuwa nimechoka, sio mwili tu, hadi moyo. Nilikaa kwenye benchi nikitazama watu wanaoingia na kutoka. Wengine wanapanda madaladala, kila mmoja akiwa na shughuli zake. Ilikuwa kama dunia imeendelea bila mimi. Ndipo nilimuona mtu. Alikuwa ni mlinzi wa kampuni ile niliyokuwa naifanyia kazi. Aliniona, akaja karibu yangu, akaniangalia kwa mshangao mkubwa. Akanambia, wewe si ulikuwa kwenye ile kampuni yetu ambayo tunafanyia kazi? Nilitabasamu kwa aibu. Ndiyo, ni mimi, ila si ni zamani. Hakuniuliza maswali mengi. Alikaa pembeni yangu tu kimya kwa sekunde chache, kisha akasema, maisha hayana huruma, lakini pia hayana mwisho. Ukidondoka, simama. Sikujua kwa nini yale maneno yalinigusa sana kuliko hata yale maneno ya bosi wangu wa zamani. Labda kwa sababu yalikuja wakati nilipokuwa nimefika chini kabisa. Siku ile sikupanda hata daladala. Nilitembea kutoka pale hadi nyumbani, umbali mrefu sana. Lakini kila hatua niliyokuwa nikiipiga, nilihisi kama naacha kitu nyuma. Majuto, uzembe na maisha ya kujiharibia. Nilipofika nyumbani, nilifanya kitu ambacho sikuwahi kukifanya kabla. Nilikaa chini, nikajiuliza ukweli. Ni nani aliyenifikisha hapa? Jibu lilikuwa moja tu, mimi mwenyewe. Hakukuwa na mtu wa kumlaumu. Na hapo ndipo kila kitu kilianza kubadilika. Siku zilizofuata hazikuwa rahisi.
Nilianza kazi ndogo ndogo, kubeba mizigo, kusaidia mafundi, chochote kilichopatikana. Watu wengi walinicheka, wengi walinishangaa. Lakini safari hii sikujali, kwa sababu nilikuwa nimechoka kuwa mtu wa visingizio. Nilitaka kuwa mtu wa matokeo. Leo hii siwezi kusema nimefika mbali sana, hapana. Lakini kuna kitu kimoja najivunia. Sipo pale nilipokuwa. Na kila nikikumbuka ile siku ya kituo cha daladala, ninatabasamu kidogo. Kwa sababu ndiyo siku niliyoanguka, na pia ndiyo siku niliyoanza kusimama tena. Guys, tukutane katika sehemu ya pili, ambayo itaenda kufunua ni kitu gani kilichotokea na ni nini ambacho kiliendelea. Msimuliaji wako ni mimi KBTZ. Subscribe, like, turn on notification ili kuwa kwanza kupata video zetu. Comment nini tukifanya, nini tukiache, wapi tunaenda sawa. Utakometisha zaidi. Asante sana.